Kisori, mambo vipi ndugu yangu, pole na msiba. Asante sana, pole na wewe. Msiba kwetu wote. Mara ya kwanza taarifa inakufikia, ulikuwa kwenye mazingira gani, lakini pia mapokeo yako yalikuwaje? Mimi nilikuwa nimekaa nyumbani na nilipigiwa tu simu kuambiwa bwana MC Pilipili yuko Dodoma na amezidiwa sana, tunamkimbiza hospitali. Kwa hiyo baadaye nikapiga tena simu kuuliza kwamba vipi. Sasa mtu amekuwa anawasiliana naye alikuwa busy, simeki yuko busy. Kuja kumpigia baadaye naambiwa MC amefariki. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kwa kweli kukubali. Ilikuwa ni ngumu sababu kwanza kilichofanya iwe ngumu kukubali ni kwamba yani imekuaje. Sasa wakati nauliza kipindi hicho nadhani stories zilikuwa nyingi sana. Kwa hiyo kuja kupata hii confirmation ya kilichotokea ilikuwa ni baadaye. Mchango wa MC Pilipili katika career yako, katika ukuaji wako kwenye comedy, unaurate kwenye asilimia ngapi, lakini pia wewe mwenyewe unazungumziaje mchango wa MC Pilipili kwenye career yako? Mimi mchango wangu ni 100%. Kama zingekuwa hata zinafika 1000 zote, yani asilimia zote za tasnia ni career yangu wa Pilipili amechangia yeye. Kwa sababu ndio mtu wa kwanza ambaye mimi alinipokea. Sio kwa kuniambia tu kwamba utapata nafasi ya kuperform. Mimi jukwaa langu la kwanza nimefanya ilikuwa ni tarehe 8 mwezi wa 8. Na muda wote tarehe 8 mwezi wa 8 nafanya comedy. Kwa sababu nikutana naye mwezi wa 4. Tayari nilikuwa niko naye natembea naye kila sehemu anapoenda, mimi nipo naye. Kwa hiyo mara ya kwanza naanza kuperform comedy ilikuwa ni show ya kwake, ilikuwa Arusha tarehe 8 mwezi wa 8. Tunaenda kuperform kwake. Tumetoka pale tukaenda, nadhani ilikuwa ni Mafinga, tukatoka pale tukaenda Mwanza. Kwa mimi nilikuwa ni mtu ambaye nazunguka naye na kila ninapozunguka yeye ndio anagharamia kila kitu. Si unanipata? Na hapo ukumbuke mimi sio ndugu yake. Mimi sijakabidhiwa kwake labda na mzazi wangu. Yaani tumekutana, brother mimi napenda hiki, akaniambia basi poa, karibu. Tarehe fulani tuna safari, twende. Sasa unajua kwangu mimi ni nani? Ana mchango wa 100% kwenye kila kitu. Hiyo ni kwenye eneo la career ya comedy. Kwenye eneo la MC pia kuna chochote ambacho amewahi kufanyia, ama pia unarate vipi mchango wake kwenye engo hiyo? Kwanza nikwambie mimi kwanza nilikuwa sina ndoto ya kuwa MC. Mimi nilienda kwake kama kutaka kuchekesha. Sababu ndio kitu ambacho mimi nilimfuata bwana brother, na mimi nafanyaje? Nachekesha. Baada ya mimi kuwa nimekuwa introduced kwake. Lakini alipofika akaniambiaje, sasa mdogo wangu, kwa bahati mbaya muda huu Tanzania majukwaa ya ucheshi ni machache. Lakini ukianza kufanya na UMC itakusaidia kuboresha confidence yako, kukupa uzoefu zaidi. Sababu ni kazi ya kusimama mbele ya nini? Ya watu. Kwa hiyo ndio mtu wa kwanza aliyeanza kunipa wazo la kuwa MC. Na ndio siku hiyo tukaanza kuchagua jina. Uitwe nani? Yeye akasema uitwe MC Humphrey. Ngambia hii bana nimekaa kizungu, acha nichukue la nyumbani MC Kiswahili. Akasema basi haina shida. Hiyo limekaa vizuri pia. Kwa hiyo yeye pia ndio aliyenifanya mimi nikawa MC. Ila mawazo yangu yote mimi yalikuwa yako kwenye comedy. Yeah. Watu wengi wamemzungumzia MC Pilipili kwa uzuri. Nadhani hata ni shahidi na umati mkubwa uliokuwepo hapa wote umekuwa ukimzungumzia kwa uzuri. Hii inatoa picha gani kwako kama MC Kisori binafsi, lakini pia kama mchekeshaji na mtu ambaye una influence? Kwanza kwa sababu mimi ni tunda lake, mimi nilichojifunza na ninachokibeba na ninachokiishi mpaka leo ni kuishi na watu kwa upendo, lakini pia kuwa na mkono wa kusaidia, kunyoosha mkono wa kusaidia watu wengine. Na ndio hicho ambacho nimejifunza kikubwa kwake, na najitahidi na kuzidi kumwomba Mungu na mimi niendelee kufanya hivyo. Kwa mimi pia kwa kadri ya uwezo wangu nasaidia watu ambao naweza kusaidia, na pia sibebi ile fikra ya umaarufu kama ni kitu ambacho kinaweza kunijengea ukuta mimi na watu wengine. Hivyo ndio vitu ambavyo nimejifunza kwake. Lakini kitu ambacho mimi
mpaka sasa hivi ambacho amenifundisha katika hiki kipindi cha nyuma ambacho natamani kila mtu akione na mimi nimejifunza, ni kwamba kuna wakati unaweza mambo yasiende vizuri ukaanguka, bado usipoteze tumaini lako, unaweza kuendelea kusimama. Kwa hiyo yani Pilipili amepitia katika vipindi ambavyo mimi mwenyewe nikikaga nikiviangalia nasema hivi mwenyewe ningeweza kusurvive tena na kuendelea kuwepo. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana utofauti wake. Alikuwa na maisha yake simple, na utaratibu wake simple tu. Na leo unaona watu wengi wamesafiri, wamekuja wanamzungumzia sababu alikuwa ni mtu wa namna hiyo. Kwa kumalizia, tokee chance Pilipili anarudi hai, neno gani ambalo ungetamani kumwambia kabla ya umauti? Kachomwambia bro, asante kwa maisha yako. Bro, asante kwa msaada wako uliowapa watu mbalimbali. Tutamwambia bro, tunashukuru kwa mchango wako kwenye tasnia hii ya uchekeshaji na UMC. Mimi nataka kumwambia nini? Namwambia asante. Mara mwisho alijiengage kwenye kufungua makanisa na kidini zaidi kiroho. Hujawahi kuwaza pia hilo? Mimi kuwa mchungaji? Sijawahi, yani kiukweli sijawahi, lakini kitu ambacho nakifahamu mimi ni kwamba katika historia zangu mimi za utotoni nilishawahi kuwa, nadhani nilipokuwa darasa la kwanza mpaka la 3 hivi, nilikuwa ni mtu wa kuombea sana. Yaani katika historia zangu za maisha ni ya utotoni nilikuwa naombea, hadi kuna kina mama ambao nilikuwa walipeleka nyumbani kabisa na waombea wajomba nani, lakini katika ule ukuaji kwa sababu sikupata msingi mzuri ikapotea. Lakini kitu ninachoweza kusema ni kwamba safari ya binadamu ina mambo mengi, siwezi kuconfirm, na mimi katika maisha yangu naishi katika mazingira yenye hofu ya Mungu. Kwa kama itafika muda Mungu akataka kunitumia kwa upande huo, nitachoomba tu niwe mtumishi wa ukweli, nisiingie kwa sababu ya tamaa za kibinadamu, na kama itakuwa hivyo naomba isiwe. Shukrani ndugu yangu na pole kwa msiba. Asante sana. ST Bongo, nyumbani kwanza.